Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo, kama unavyoangalia katika skrini yako hapo, ina maana kuna kitu umekiona, kuna machipukizi hayo umeyaona. Hii ndo mada husika ambayo tutajifunza kwa siku ya leo. Kama unavyoangalia machipukizi hayo, kwa leo tutajifunza njia au kutoa machipukizi kwa ustadi, wataalamu wanaita pruning, kwenye migomba ya ndizi. Kwa hiyo tunaangalia hapo na maana ndizi yetu hiyo ina machipukizi inayo. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutajifunza ni kwa nini na kwa jinsi gani tunaweza tukaprune au tukatoa machipukizi hayo, na kwa nini machipukizi hayo tunayatoa. Kama migomba yako ina machipukizi mengi, mkungu hautakuwa mkubwa. Kwa hiyo mtazamaji, sababu kubwa ambayo inapelekea tuweze kutoa machipukizi hayo au kuyapunguza ni kwa sababu kuepusha mkungu wetu usiwe mdogo, na maana tunatoa kwa faida mkungu uweze kuwa mkubwa. Kwa siku ya leo nitakufundisha njia sahihi ya kutoa machipukizi kwa ustadi ili mgomba utoe mikungu mizito na mingi bila kuumiza shamba. Kuna hatua mbalimbali ambazo tutaweza kujifunza. Sehemu ya kwanza ni kwa nini machipukizi ni muhimu kutunzwa. Kwa chipukizi ni hicho tunachokiangalia mbele, hicho kidogo hicho, na kingine hicho ndio kichipukizi hicho. Hivyo vimegomba vidogo hivyo ndio vichipukizi. Kwa hiyo tunasema kwamba na mkulima anatakiwa aweze kutoa chipukizi mikungu midogo au mizizi dhaifu na mgomba unaweza kudumaa. Kwa hiyo katika sehemu yetu ya pili, jambo la msingi la kukumbuka, kwa kila mgomba lazima kuwe na mzazi, ndio huyo mmoja. Lazima kuwe kuna mtoto, lazima kuwe kuna mjukuu. Kwa kama unaangalia katika skrini yako hapo, huyo mdogo unamtazama, huyo ni mjukuu. Pia anayefuatia pale, huyo ni mtoto, na pia kuna mzazi ambaye ni mrefu, baadaye tutamtazama hapo. Kwa hiyo kisheria huyo ndio msingi wa uzalishaji mkubwa. Kwa hiyo inatakiwa katika sheria yetu inatakiwa tuweze kuwa na mzazi, tuwe na mtoto pamoja na mjukuu. Wale wengine wale wote inabidi tuweze kuwaprune au tuweze kuwatoa. Katika sehemu yetu ya tatu ni jinsi ya kutoa machipukizi kwa ustadi. Kwa hiyo hatua ya kwanza, jinsi ya kutoa machipukizi, inabidi uchague chipukizi bora za kubakiza. Chagua chipukizi lililo karibu na shina, ambalo lina umbo la mzito na lenye majani mawili mpaka matatu. Hiyo ndilo litakuwa mrithi. Kwa unaangalia kama unaona chini yako hapo, ina maana ile chipukizi ambalo linakuwa lina majani mawili mpaka matatu kama hilo ndio hatuwezi kulitoa. Ina maana kama ndio chipukizi hilo, huyo mama, huyo mtoto. Kwa hiyo chipukizi hilo hatuwezi kulitoa, ina maana ina majani mawili mpaka matatu. Hatua ya pili, tutatoa machipukizi madogo na dhaifu. Chipukizi kilichochelewa kukua, kile kidogo tunaweza tukakitoa, ambacho kiko mbali na shina, hicho ndio tunaweza kukitoa. Hatua tatu ya kutoa machipukizi, kata kwenye shina la chini kwa panga kali au jembe. Kwa ukikata lile tayari utakuwa umelitoa. Hatua ya tatu, baada ya kumaliza kupanilia kukata, inabidi tuweze kutoa kupaka majivu au chokaa kama unavyoangalia hapo. Hapa inabidi tuchukue chipukizi ambavyo viko pembeni kote kule, tuvikate kwa panga, tukate. Baada ya hapo tuweze kupaka majivu, chokaa, udongo kwenye sehemu ambayo tuliokata. Hatua ya tano ya kukata, uhakikisha mpangilio unasomeka kwa mpangilio mzuri. Yaani mpangilio alikuwa inabidi tukate, tuache mpangilio mzazi ambaye mgomba mkubwa mmoja, tuache mtoto, unaona, anaotwa mkungu msimu unaofuata, na pia tuache mjukuu atakayekuja kuchukua nafasi baadaye. Kwa lazima tuache vitu vitatu, tuache mzazi, tuache mtoto wa mgomba na tuache mjukuu. Lakini tusiache kama tunavyoangalia katika screen hiyo. Ina maana hapo nimekuletea mgomba uweze kuangalia huo. Ina maana huo una wajukuu na watoto na mzazi. Kwa hiyo ndio tuweze kukata yote, tubakize mama huyo mkubwa, tubakize na mtoto mmoja, tubakize na mjukuu wengine wote tuweze kutoa. Na kama itakuwa ni bora tutaitumia kama vile mbegu katika eneo lingine, au tunaweza tukakata tukatengeneza kama ni mbolea katika shamba letu. Katika sehemu ya 4, wakati sahihi wa kutoa machipukizi, cha kwanza inabidi tuprune baada ya wiki 4 mpaka wiki 6 ili kuzuia kuongezeka kwa machipukizi mapya.
Kwa inabidi tuna prune kila baada ya wiki 4, ni maana baada ya mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Tunapitia shambani kwenda kuangalia kama tayari yametoka yale machipukizi, tunayakata. Pia hatua nyingine, kuna makosa makubwa wakulima wengi wanayafanya. Makosa haya ambayo wakulima wengi wanayafanya katika wakati wa kupruni. Cha kwanza kabisa, haya makosa yanaathiri 50%, 30% mpaka 50% ya uzito wa mkungu wa ndizi. Cha kwanza, ukiacha machipukizi mengi, ina maana unapunguza uzito wa mkungu. Kukata juu bila kufikia kwenye mzizi, kwa kuna watu wengine anakata yale machipukizi anayakata kwa juu afike kwenye mzizi. Hiyo pia ni changamoto. Kosa lingine la tatu, ukiacha chipukizi kukua, usubiri mpaka ulijije ulitazamie, pia ni changamoto nyingine. Kosa lingine la tatu. Kosa lingine la 4, ukikata upande wa chipukizi bila kina pia inaharibika. Maana kama mtu mwingine anakata upande mwingine wa chipukizi, inasababisha changamoto ambayo inakuja kuathiri katika mkungu. Kwa hiyo hayo ni makosa ambayo watu wengi wanayafanya katika muda wa kuprune. Pia sehemu yetu ya 6, matokeo ya utekelezaji sahihi. Ukifanya prune kwa ustadi, kuna matokeo ambayo unayaona. Kama tulivyoangalia hapa mwanzoni, kama mtu akiprune vibaya, kuna makosa 4 ambayo anayapata. Na pia sasa sehemu nyingine ambayo tunaangalia faida ya kuprune. Ukiprune kuna faida ambayo utakuja kukutana nayo. Kwa ndugu mtazamaji, naomba twende hatua kwa hatua tuweze kuangalia faida ya kuweza kuprune. Faida ya kuweza kuprune kabisa, migomba inakuwa na nguvu. Pia machipukizi yanaleta kizazi kingine mapema. Na faida ya 3, mikungu inakuwa mikubwa, inakuwa ni mizito. Na ukipeleka sokoni mikungu mikubwa na mizito, nafikiri hata wewe mwenyewe unajua kwamba nini kitatokea. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, na kuachia swali hapo, inabidi uweze kunijibu kwamba ni kwa nini tunakata machipukizi au kwa nini tuna prune. Swali la kwanza, na swali la pili naomba unijibu kwenye comment hapo, ni makosa gani ambayo wakulima wengi wanayafanya wakati wanapo prune. Kwa makosa gani ambayo wakulima wengi wanayafanya wakati wa kuprune, na pia tunapata faida gani tunapo prune ndizi yetu. Kwa unasoma comment hapo, na pia kwa atakayepatia vizuri kuna zawadi atakayoipata. Kwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, nakukumbusha mpenzi mtazamaji uweze kulike video hii, uweze comment na pia kusubscribe ili uweze kupata video inayofuata. Na video hii tutazungumzia jinsi ya kupunguza majani bila kuumiza mgomba kwa ajili ya kuongeza mwanga na uzito. Na pia kitu kingine usikumbuke ile swali nilokuuliza, ambalo swali hilo litakuwa lina bonus ya zawadi. Kwa hiyo utasoma comment kwa mtu atakayepatia maswali hayo mawili, kuna zawadi atakuja kuipata. Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tuko tunajikumbushia tu katika mada yetu ya leo. Leo tulikuwa tunazungumzia mada muhimu sana ya kuprune, yani maana yake kupunguza. Kama unavyoangalia katika screen yako hapo, hiyo ni ndizi yetu. Angalia hapo napuliza vizuri kabisa, ndizi imependeza. Ndizi iko vizuri. Na maana ndizi hiyo kuja kuhesabu kwa haraka haraka na ndizi karibia 5, lakini ndizi hiyo haina mkungu. Na hiyo ni kwa sababu tuangalia kule chini, hii ndizi haijapruniwa, ina watoto, ina wajukuu na watoto wengi. Kwa ina maana tunaangalia ndizi kama kitu cha kujifunza na kujua kwamba ni kwa sababu gani ndizi mpaka leo iko mingi 21, liko ndizi nyingi na hazina matokeo yote mazuri. Hiyo tumeshaangalia pale awali, ni kwa sababu hatuja prune. Na pia kitu kingine tumeweza kuangalia faida ya kuprune na changamoto ya kutokuprune. Kama tunavyoangalia katika video yetu, hiyo ni ndizi. Ndizi iko nyingi sana, kama shina kubwa limetapakaa, lakini halina matokeo yote ya ndizi wala haina mkungu wote wa ndizi. Ina maana nia na malengo ya kulima tuweze kupata faida. Kwa mkulima huyu ana shina kubwa ambalo halina ndizi. Hii ni kwa sababu gani? Sababu nimeshazitoa hapo awali, na pia nasoma comment na natoa zawadi kwa atakayeweza kupatia kujibu na maswali niliyouliza pale mwanzo, kwamba kwa nini ndizi, kuna faida gani ya kuprune na makosa gani ambayo wakulima wengi wanayafanya wakati wa kuprune. Kwa nasoma comment. Karibu sana Nebuye TV. Naomba kutoa shukrani na uweze kufuatilia katika video zetu zinazofuatia kuhusiana na kilimo cha ndizi. Naomba angalia playlist yetu hatua kwa hatua, na tutakuwa tunatoa video kila wiki jinsi gani ya kujifunza na kuweza kujua
ndizi tunalimaje na tunapataje faida. Karibu sana.